Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Katika tatizo hili la homa ya mapafu na mafua makali au COVID-19, dunia nzima imetaharuki kwa kuwa hatuna chanjo wala dawa ya kutibu. Hakukuwa na maandalizi na hatukujua kama ingekuwa ghafla binivu kama ilivyo. Na kwa jinsi hiyo, mbinu mbalimbali zinatumika kujikinga ili tusiambukizwe au tusijiambukize, lakini pia wale walioambukizwa kuweza kuwanusuru wasife. Kila nchi inatumia mbinu mbalimbali kutegemeana na uwezo na rasilimali walizonazo. Ugonjwa huu ulianzia China na hususan katika jiji la Wuhan katika jimbo la Hubei. Wachina pamoja na teknolojia yote walionayo ambayo ni kubwa kuliko sisi Tanzania, lakini ilifika mahali wakarudi nyumbani, wakaangalia dawa zao za asili na ndizo zilizowasaidia kuweza kuzima maambukizi yale makali yaliyokuwa yanasonga mbele kwa kasi kama moto ulioko kwenye mbuga iliyokauka. Lakini tunaangalia pia nchi za Ulaya, hususan Italy, Uingereza, wenzetu wa Irani na hata Marekani, wana mbinu zao ambazo wamezitumia au wanaendelea kuzitumia kupambana na COVID-19. Sisi Tanzania na Afrika hatukutofautiana sana na nchi hizo. Tuna mbinu zetu mbalimbali za kiasili ambazo tumerudi kuziangalia upya, tuone namna gani zinaweza kutusaidia na kutufaa. Katika mbio hizi au katika harakati hizi, kwa bahati nzuri wenzetu wa Madagascar walikwenda haraka zaidi na wakafanikiwa kupata hii COVID-19 organic au CVO, ambayo leo sisi jana tulienda kuichukua tukiwa pamoja na Mheshimiwa Waziri, na itafanyiwa mapitio ya uchunguzi kiutafiti na kisayansi ili kuweza kuona au kubaini namna ambavyo tutaweza kuzitumia, na kwa kufanya hivyo tutaweza kusaidiana vizuri na wenzetu wa Madagascar. Katika hili mimi nimshukuru Mheshimiwa Rais John Pombe Joseph Magufuli kwa kuniruhusu mimi nirudi nyumbani. Maana Madagascar nimekaa siku 30 mwaka 2003 nikifanya kazi na wenzangu, na bahati nzuri katika kikao cha jana mmoja wa watu ambao tumefanya nao kazi tulikutana na tukawa kwa kweli fikiria miaka 17 hamjaonana na mtu, kwa sababu mnakutana hata kama ni kwa dakika 5 utakuwa na moyo wa furaha ya ajabu. Lakini pia iliweza kurudisha ule ukaribu, kwa sababu hata yule mkurugenzi mkuu wa IMRA alikuwepo. Kadiri tulivyokuwa tunajadiliana, na hasa tulipokuwa tunajadiliana na Hafatu, yule rafiki yangu ambaye tulifanya naye kazi mwaka 2003, iliweza na yeye kuona kwamba kweli kuna umuhimu sasa wa kuwa karibu zaidi kati ya Tanzania na Madagascar katika suala hili la utafiti wa dawa za asili au tiba asili. Lakini pia namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kubali na kutamka dhahiri hadharani kwamba turudi nyumbani tuangalie tiba zetu za asili zina uwezo kiasi gani. Niwaambieni ndugu zangu wanahabari na wananchi mnaonisikiliza, tulijisahau tu tukadhani tupo mahali salama, lakini nishukuru pia jamii ya Kitanzania haijatupa mila na desturi zake katika tiba. Kwa jinsi hiyo, kama kuna
Wasambaa, Wambugu au Wapare hapa, mtaelewa kuna magonjwa yanaitwa kambaku kule kwetu milimani, hasa Mtae kule, Lushoto yote ile. Na kambaku haipati tiba nzuri hospitalini, lakini ukipata dawa ya asili kambaku inaondoka katika kipindi kifupi. Kwa hivi dawa kama zile tunazihimiza, tunazihamasisha ziletwe rasmi ili zifanyiwe kazi kupitia maabara ya mkemia mkuu wa serikali na baadaye kupitia NIMR ili tuweze kukubaliana kutumika kwa watu wengi zaidi. Aidha, hapa mnaona kuna sio kibuyu bali ni dumu kama lita 3 au 2.5, lakini 3. Hii ni dawa imetolewa na mganga wa tiba asili ambayo imeletwa NIMR, na baada ya muda mfupi itapelekwa kwa mkemia mkuu wa serikali ili iweze kufanyiwa uchunguzi. Labda kupitia hadhara hii na kupitia vyombo hivi vya habari niwahimize wenzangu wafanyakazi katika sekta ya afya, waratibu wa tiba asili wa halmashauri zote Tanzania bara, waratibu wa tiba asili wa mikoa yote 26, waganga wakuu wa halmashauri zote 184 na waganga wakuu wa mikoa yote 26. Turatibu vizuri uitikio wa waganga ambao wamejitokeza kutoa taaluma yao, kutoa rasilimali dawa zao ambazo ni adimu na kwa kweli ni gharama kubwa wanazitumia ili ziweze kufanyiwa uchunguzi na utafiti ili tuone katika hili swala la COVID tunawezaje kuondokana nalo kwa kutumia dawa. Wengi hawaamini kwamba dawa zetu ni dawa. Mimi nawaambia ni kama vile wewe umezaliwa Dar es Salaam kwa mfano, lakini baba yako au babu yako alizaliwa kule kijijini kwangu Tanganyika. Halafu wewe ukasema huna unasaba na Tanganyika, unajidanganya. Ukienda hospitalini, miaka ya nyuma tulikuwa na chloroquine ambayo bahati mbaya sasa hivi haina uwezo tena wa kupambana na malaria, lakini sasa hivi tuna halu. Chloroquine inatokana na miti ya quinini. Wale wanatoka Lushoto, wanatoka Mufindi, ni quinini mnaijua. Na ndio inayotengeneza dawa ya quinini. Na ndio inayotengeneza dawa inaitwa quinidine kwa ajili ya matatizo ya moyo. Sisi kwa mahali fulani ni kama tulijisahau tukasema hii tuendelee kuuza magome nje ili watuletee dawa halisi. Sasa hili nafikiri Mheshimiwa Rais wa sasa tunalifikiria tofauti. Fivi au pakanga kwa wale mnaojua Kiswahili ndio inayotengeneza alu, sehemu ya alu, ile arinete, atosinete, aritha, atemitha. Pakanga ndio inayotengeneza ile. Mtu mwingine anaweza kujiuliza kwa nini sasa tunapakanga kila milima ilipo? Kwa nini tusitengeneze dawa? Kwa hiyo tulijisahau, ni kurudisha tu fikra tuweze kurudi pale ambapo tunaweza. Wenye matatizo ya moyo wanatumia kitu kama dawa inaitwa Digoxi. Inatokana na mmea ambayo inaitwa Foglose, inapatikana kwa wingi kule Rungwe. Kwa hiyo unaona kabisa tunaweza. Kama kuna Wachaga wa Marango hapa, mnafahamu mimea inaitwa maombo au ombo au iombo. Nyinyi hampiki nyama ya mbuzi bila kuchanganya na ile kitu. Kwa nini? Kwa sababu mnakinga ili kama kule kwenye nyama kuna amweba, kuna gadia, ukila usiweze kupata shida ya wale wadudu wale protozoa wale wa amweba na gadia. Kwa hivyo unawaua kabla hawaja kushambulia wewe. Kwa nini sisi tusitumie maombo kutibu gadia ambayo mtu akanapo anaharisha mlenda anaharisha makamasi? Kwa nini tusitumie yale maombo? Kwa hiyo ni turudi tu nyuma. Sasa kama nyinyi wewe ni Mchaga unatoka Marangu Center, alafu ni mfamasia, ni daktari, ni mkemia, basi urudishe fikra zako, urudi Marangu Center ukatazama maombo, extract vipi, utashirikiana vipi na mkemia mkuu katika phytochemistry ili iweze kusaidia watu kutibu magonjwa haya. Kule Kagera kwa mfano, mna Ntayerungu, mna Mnyambuliko,
kuna Nzitoima, kuna Lushai Tutuntu na vitu vingi, mjururuzi na kadhalika. Vyote hivyo vina dawa mle ndani. Kwa nini wewe mtaalamu usirudi Mgana kule Katerero au ukaenda kule mahali popote ambapo unaweza ukarudi ukatengeneza hizo dawa tukazitumia. Sasa katika hivi wenzetu hawa Madagascar unaona kabisa wanatusukuma na sisi tuende, maana wao wamerudi. Huyu marehemu Albert Susan Rotokozo Rasimamanga alianzisha hii taasisi mwaka 1957. Ina muda mrefu mpaka hivi leo. Lakini huu mmea mmojawapo uliotengeneza hii dawa aliuleta kutoka nchi ambapo aliuchukua akaupanda Madagascar mwaka 1975, Artemisia annua. Na ndio inatumika kutengeneza dawa nyingi mbalimbali ambazo yeye anaziuza ndani ya Madagascar na nje ya Madagascar. Kwa hivi hii inatufunza nini? Kwamba na sisi tunaweza tukarudi, tukatumia Intaerungu, tukatumia Kitungucha, tukatumia Nkaka na dawa mbalimbali ambazo tunazijua katika matibabu yetu. Nimrikaf mfano mzuri. Sasa hivi namuonea huruma sana mkurugenzi mkuu Nimri, kwa sababu kila mmoja anataka Nimrikaf. Tulipitisha kwa mkemia mkuu, ni salama, ni safi kwa matumizi. Sasa tunaifuatilia matumizi yale kitaalamu katika tiba, inaponya kweli au ni watu tu wanaikimbilia kwa sababu ya imani, kwa sababu ya matumaini. Sasa ikifanyika ikathibitika kwamba ni kweli, sasa Nimri watakuwa na kazi nzito, kwa sababu mahitaji ni makubwa ndani na nje ya nchi. Kama ambavyo wenzetu Madagascar wanaiona hii kwamba sasa mahitaji ni makubwa ndani na nje ya nchi. Ndugu zangu wanahabari, najua mngependa kupata mengi zaidi, lakini mimi niwaombe tu nyinyi muendelee kutuhabarisha vizuri, na hasa kupeleka hii taarifa kwamba waratibu wote wa tiba asili wa halmashauri na mikoa, waganga wakuu wote wa halmashauri na mikoa waratibu vizuri waganga wa tiba asili wanaojitokeza kutoa dawa zao, elimu zao na taaluma yao katika hili swala la COVID, ili tuweze kupambana kikweli kweli. Silaha bora ni ile iliyoko mkononi mwako. Za kufikirika hazikusaidii. Fikiria huko mbele ya nyoka, halafu unafikiria kwenda kuchukua fimbo iliyoko Dodoma, nafikiri nyoka atakushughulikia tu. Lakini kama tayari una hiyo fimbo mkononi, hapo hapo unaweza kushughulika na ukafanikiwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.